Suzi, hadithi isiyoisha sehemu ya 3. Na mkaribu katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Suzi, hadithi isiyoisha. Simulizi iliyojaa visa na mikasa ya kusisimua. Simulizi yenye kisa cha kweli. Kuna mambo mengi ambayo yametokea katika simulizi hii. Huenda kuna kitu ambacho utajifunza. Andamana nami katika simulizi hii mwanzo hadi mwisho. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kasache Chemchem ya Simulizi. Wanasema wakati mwingine tunapopigania mapenzi tunaishia kuyaharibu bila kujua. Tunadhani tunalinda mioyo yetu, kumbe tunavunja tumaini la mtu yule tunayempenda. Suzi alipenda kwa nguvu zote, lakini hakujua kwamba nguvu hiyo ingeanza kumgeuka. Kila hatua aliyochukua kwa ajili ya mapenzi ilianza kuacha alama zisizofutika katika maisha yake. Je, mapenzi yana mipaka au ni hisia zinazoweza kumfanya mtu apoteze hata kile alichokuwa nacho? Hii si hadithi ya furaha pekee, bali ni hadithi ya safari ya makosa, majuto na ukweli unaoumiza. Suzi, hadithi isiyoisha. Basi tunaendelea na simulizi yetu. Suzi anaendelea kueleza. Suzi anasema, baada ya aibu ile kubwa pale kazini kwa Derek, nilibaki nimesimama kwa muda, huku nikihisi macho ya watu wote yakinigeukia mimi. Maneno yake ya utulivu Derek ndio ambayo alinirudisha katika akili ya kawaida. Derek alisema, Suzi, naomba urudi nyumbani. Naomba urudi, tutaongea baadaye. Maneno ya Derek yaliendelea kuzunguka katika kichwa changu. Basi bila kubishana zaidi, niliamua kurudi nyumbani. Basi njiani mawazo yalikuwa mengi sana, hasira, majuto na kidogo hofu ya kile ambacho nilienda kukisababisha pale katika biashara ya mpenzi wangu Derek. Basi jioni ilipofika, nilikuwa bado nimekaa kimya, huku nikiendelea kumsubiri mpenzi wangu Derek arudi nyumbani. Basi jioni ile mlango ulifunguliwa, Derek akaingia, lakini tofauti na ambavyo nilikuwa nimetarajia. Nilijua labda Derek akija ataanza kunifokea, kwa nini umekuja katika biashara yangu, umeniharibia, umenifukuzia wateja, umenifanyia vitu vya ajabu. Hicho ndicho ambacho nilikihisi Derek pindi atakapofika ataanza kuniambia, lakini haikuwa kama vile ambavyo nilivyotarajia. Derek alikuja, alikuwa mtu wa kawaida tu, hakuwa na hasira hata kidogo. Derek alikuwa mtulivu, tena alikuwa ni mtu wa kawaida kabisa. Yaani alikuwa mtulivu kana kwamba hakuna kitu kilichowahi kutokea asubuhi ile. Kitu hicho kilinishangaza sana, lakini kwa upande mwingine nikaanza kujipa faraja kubwa moyoni mwangu. Nikawa nasema, labda Derek amenielewa, labda mambo tayari yameshaisha. Derek amejua kwamba mimi mpenzi wake nampenda sana na sitaki awe karibu na wanawake, ndio maana ameamua kukaa kimya. Mungu, asante kwa kunipa mwanaume kama huyu ambaye nimuelewa. Yaani sikutaka kujua kabisa madhara ambayo nimeyasababisha katika biashara ya Derek. Basi Derek alikaa chini kwa utulivu, kisha kaniita kwa sauti ya kawaida sana. Akasema, Suzi. Nilimsogelea haraka Derek, huku nikisubiri kusikia atasema nini. Derek alinitazama kwa sekunde chache, kisha akasema, unajua mpenzi wangu Suzi, najua kila kitu unakifanya kwa sababu unanipenda, lakini kuna wakati nahisi kama unavuka mipaka. Lakini jambo ulilofanya siku ya leo sio zuri mpenzi wangu, sijalipenda. Usirudie tena kufanya kitu kama hicho. Na kitu kingine ambacho nimekuita mpenzi wangu, najua kila siku wewe unaniambia kwamba Derek unatakiwa twende nyumbani ukajitambulishe, tuhadharishe mahusiano yetu. Yaani nimekaa nikajifikiria, nikaona hili lina umuhimu mpenzi wangu. Sasa kitu ambacho nimekiwaza ni kwamba unatakiwa kurudi nyumbani kwanza. Derek baada ya kuniambia maneno hayo nilishtuka kidogo. Nikamwambia, unaniambia nirudi nyumbani kwanza? Yaani sikutarajia kabisa kusikia hilo neno. Derek akasema, ndiyo mpenzi wangu, unatakiwa kurudi nyumbani kwa sababu nataka nije nikufuate huko nyumbani, nije na wazee. Nitakufuata huko mpenzi wangu, na nitakuja kujitambulisha rasmi na kufuata utaratibu wote unaotakiwa ili nikoe kwa heshima mpenzi wangu kama ambavyo wewe ulikuwa unataka. Suzi anasema maneno yale yalinigusa moja kwa moja moyoni mwangu. Kwa sekunde chache nilibaki nikimwangalia tu usoni Derek, nikiwa siamini kile ambacho nilikisikia. Nikasema, wow Derek, unamaanisha kweli? Niliuliza kwa sauti ya furaha iliyochanganyikana na mshangao mkubwa sana. Derek alitikisa kichwa kidogo kwa utulivu, kisha akasema, ndio mpenzi wangu, nadhani sasa ni muda sahihi wa kwenda nyumbani kwenu kujitambulisha. Suzi anasema moyo wangu ulijaa furaha ambayo sikuwa nimehisi kwa muda mrefu sana.
Nilihisi kama ndoto yangu kubwa imeanza kutimia. Hasira, ugomvi na matatizo yote ya siku ile yalionekana kupotea ghafla. Nilitabasamu nikiamini kuwa sasa maisha yangu yanaelekea kwenye mwanzo mpya. Basi kesho yake niliamka mapema sana. Nilijiandaa kurudi kijijini kwetu Katavi. Moyo wangu ulikuwa umejaa matumaini mapya. Nilikuwa na furaha nikiamini safari yangu ya mapenzi sasa inaelekea kwenye mwisho mzuri. Niliondoka mkoani Tabora nikiwa na tabasamu usoni, nikibeba ndoto ya kuitwa mke halali wa Derek. Basi nilipofika nyumbani, mwanzo kila kitu kilikuwa sawa. Mimi na Derek tulikuwa tunawasiliana vizuri kabisa. Simu zilikuwa zinapokelewa kwa wakati. Derek alikuwa ananipigia simu. Meseji zilikuwa zinajibiwa kwa wakati. Na kila Derek alipoongea na mimi, alionekana bado yuko vile vile, mwanaume anayenipenda, mwanaume ambaye anajiandaa kuja kujitambulisha nyumbani kwetu. Hilo jambo lilinipa amani moyoni mwangu. Lakini kadri siku zilivyozidi kusonga mbele, mambo yalianza kubadilika. Simu zikaanza kupokelewa kwa shida. Wakati mwingine Derek alikuwa hapokei simu kabisa. Message alikuwa anajibu kwa kuchelewa sana, au wakati mwingine alikuwa hajibu kabisa. Nilianza kupata wasiwasi. Nikaanza kujiuliza maswali mengi yaliyokosa majibu. Nikawa najiuliza, kuna nini ambacho kinaendelea kwa Derek? Kwa nini amebadilika ghafla namna hii? Moyo wangu haukuwa na amani tena. Sikuweza kukaa kimya. Nilianza kupeleleza kwa kutumia watu niliowajua pale Tabora. Na baada ya upelelezi wangu kugundulika, upelelezi ule ulinivunja moyo kabisa. Niligundua kwamba Derek alikuwa tayari ameoa mwanamke mwingine. Habari ile ilinipiga kama radi moyoni mwangu. Nilihisi dunia imenizunguka. Nilikaa kimya kwa muda mrefu, nikishindwa hata kuamini kile ambacho nimekisikia. Nikasema haiwezekani. Nilijisemea kwa sauti ya chini. Nikasema haiwezekani Derek afanye hivi. Lakini ukweli ulibaki pale pale. Derek hakuwa tu ameniacha, bali alikuwa amechagua mtu mwingine wa kuishi naye katika maisha yake yote. Alimuoa mwanamke mwingine. Na sababu kubwa ya Derek kufanya vile ilikuwa ni mimi. Yaani Derek alishindwa kuvumilia wivu wangu. Maumivu niliyopata siku ile baada ya kusikia kwamba Derek ameoa na anaishi na mwanamke mwingine. Maumivu yale yalikuwa ni makubwa sana. Maumivu yale hayakuwa ya kawaida. Nililia Suzi mimi. Nilijilaumu. Kwa nini nilikuwa na wivu uliopitiliza? Kwa nini nilitaka kumharibia biashara mwanaume ambaye alionyesha nia dhati ya kutaka kuishi na mimi? Yaani nilijilaumu pasipokuwa na majibu. Nilijilaumu mimi mwenyewe. Sikuwa na mtu mwingine wa kumlaumu. Yaani nilijikuta mimi nilikuwa ni mtu wa kulia tu. Nililia sio kwa sauti, bali nililia kimoyomoyo. Nilikumbuka kila kitu kuhusu mimi na Derek, maneno yake ya upendo, ahadi zake, mipango yake ya kuja kujitambulisha nyumbani kwetu. Vyote viligeuka kuwa kama ndoto iliyovunjika ghafla. Mara nyingi nilikuwa najiuliza maswali yaliyokosa majibu. Nikawa nasema, kosa langu lilikuwa ni nini kwa Derek? Je, kosa langu ni kumpenda kupitiliza au kupenda kupitiliza ni kosa? Ni kosa kumuonyesha wivu yule unayempenda? Ni kosa kumlinda yule unayempenda? Ni kosa kumweka mbali na watu ambao huamini yule unayempenda? Kosa langu ni nini kwako Derek? Mbona mimi nilikupenda? Mbona mimi nilionyesha mapenzi ya dhati kwako? Mbona mimi sijaonyesha kitu kibaya chochote kwako? Nilifanya yote haya Derek kwa kuwa nilikuwa nakupenda. Lakini yote haya nilikuwa najisemea moyoni mwangu pasipo Derek kusikia. Derek hakujua maumivu yangu. Derek hakujua machungu yangu. Derek alichojali ni furaha yake yeye na yule mwanamke wake mpya. Alinidanganya kwamba nirudi nyumbani atakuja kunitambulisha kwa heshima na taadhima. Lakini alifanya nini Derek? Lakini kadri nilivyozidi kufikiria ndivyo nilivyozidi kuumia. Kwa sababu ukweli mchungu ulianza kujitokeza pole pole kwamba katika kujaribu kulinda mapenzi yangu, huenda nilikuwa nimeyasukuma mbali zaidi. Basi na hapo ndipo maisha yangu yalipoanza kubadilika kwa mara nyingine tena. Basi Suzi anaendelea kutueleza. Suzi anasema, baada ya maumivu yale makubwa ya kuachwa na Derek, maisha yangu yaliendelea. Lakini ukweli ni kwamba maisha ya kijijini Katavi hayakuwa rahisi hata kidogo. Kila siku ilikuwa ni mapambano tu. Chakula, mahitaji na hali ya maisha kwa ujumla ilikuwa ni ngumu. Nilijaribu kuvumilia hali ya maisha pale nyumbani, lakini moyo wangu haukuwa tena pale. Nilihisi kama nimebanwa na mazingira, na kumbukumbu za Derek zilikuwa zinaniumiza ndani kwa ndani. Na hatimaye nilichukua uamuzi mwingine mgumu. Niliwasiliana na rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa anaishi pale mkoani Tabora. Nilimweleza hali yangu, maisha yalivyokuwa magumu na jinsi nilivyokuwa tayari kufanya kazi yote ile ili tu nijikwamue kiuchumi.
kwa sababu maisha pale nyumbani ni kweli yalikuwa magumu. Mama yangu alikuwa anategemea kuuza pombe za kienyeji ili tuweze kupata chochote kitu. Wakati mwingine biashara ilikuwa ni ngumu, tukawa tunajikuta tunakuwa omba na tulinyoshewa mikono sana na watu pale mtaani. Nikaona ni bora nitoke pale nyumbani nikaangalie sehemu nyingine ya kuweza kujitafuta, na sehemu pekee ambayo ilinijia kichwani kwa mara ya kwanza ilikuwa ni Tabora, kwa sababu tayari nilishakuwa na marafiki na mazingira pale Tabora tayari nilikuwa nimeyajua. Niliona nikifika pale mkoani Tabora itakuwa ni rahisi kwa mimi kuanza maisha yangu mengine mapya. Basi baada ya kumweleza rafiki yangu kila kitu ambacho napitia, rafiki yangu alinisikiliza kwa umakini na kwa bahati nzuri alikubali kunisaidia. Na baada ya siku chache rafiki yangu alinipigia simu na kuniambia, akasema, Suzi, nimepata sehemu anahitaji mtu wa kazi, na hiyo kazi sio kubwa sana lakini inaweza kukusaidia kuanza upya. Suzi anasema moyo wangu ulifurahi. Nilifurahi sana baada ya kupata taarifa hiyo kwamba kuna kazi tayari imepatikana mkoani Tabora. Nikamuuliza kwa shauku kubwa rafiki yangu. Nikasema, kweli? Ni kazi gani hiyo rafiki yangu? Yaani nilimuuliza kwa hamu kubwa. Rafiki yangu akasema kwa sauti ya kawaida tu, akasema, Suzi, ni kazi ya kuuza baa. Nilikaa kimya kwa sekunde chache kisha nikauliza. Nikasema, kazi ya kuuza baa? Nikasema, shoga yangu, hiyo kazi mbona watu wanaisema kwa mabaya sana? Nitaweza kweli mimi? Na ujue kwamba mimi sijai kufikiria hata siku moja kufanya kazi baa, na katika maisha yangu sijai fanya kazi baa. Yaani japo hapa nyumbani tunauza pombe za kienyeji, lakini hata siku moja sijai fanya kazi ya baa rafiki yangu. Nitaiweza kweli? Na sifa ninazozisikia kwa watu ambao wanafanya kazi baa jamani. Kwani hamna kazi nyingine? Rafiki yangu akasema, Suzi, kazi ni kazi tu. Kikubwa ni kipato. Lakini mimi sifikiri kama unavyofikiria wewe. Suzi, kazi hii inahitaji umakini wa hali ya juu. Watu wengi wanaichukulia tofauti kama wewe unavyoongea, lakini ukweli ni kwamba kazi hii japo ina changamoto zake, lakini ukiwa makini unaweza kutimiza malengo yako. Si kila anayefanya kazi baa anakuwa na malengo yale ambayo jamii inafikiria. Kama utaamua kufanya kazi kwa ajili ya malengo yako, utafanikisha ndoto zako. Suzi anasema nilimsikiliza kwa makini sana rafiki yangu. Rafiki yangu akaendelea kuongea, akasema, Suzi, utakutana na watu aina mbalimbali katika kazi hii. Wengine wazuri, wengine wabaya, na kitu kimoja ambacho unatakiwa kukizingatia katika kazi hii ni lazima ujue mipaka yako na ujiheshimu pia. Suzi anasema nilivuta pumzi ndefu, kisha nikasema kwa udhabiti wa hali ya juu, nikasema, sawa, usijali rafiki yangu, nitafanya hiyo kazi kwa sababu nina uhitaji mkubwa sana wa kazi. Hata hivyo nitakuja tu kufanya kazi kwa sababu nitakuwa niko mbali na nyumbani. Rafiki yangu akasema, sawa, kama uko tayari basi mimi ngoja nimwambie bosi, nimwambie kama uko tayari kufanya kazi hii na ndani ya siku 3 uhakikishe uko Tabora. Nikamwambia sawa. Basi Suzi anaendelea kusema. Suzi anasema siku chache baadaye nilifanya maamuzi ya mwisho. Niliondoka tena Katavi nikarejea mkoani Tabora, lakini safari hii sikuwa yule Suzi wa zamani. Nilikuwa nimebeba maumivu, lakini pia nilikuwa nimebeba maamuzi mapya. Njiani nilikuwa kimya muda mwingi, nikitazama dirishani huku mawazo yakinizunguka. Kila kumbukumbu ya Derek ilijaribu kurudi akilini mwangu, tabasamu lake, maneno yake, ahadi zake, lakini safari hii nilijizuia. Nilifumba macho kidogo kisha nikasema kimoyomoyo. Nikasema kuanzia leo Derek si sehemu ya maisha yangu tena. Moyo wangu uliuma kusema hivyo, lakini nilijilazimisha kuwa imara. Nikasema sitaki tena kuumia, sitaki tena kupenda kupitiliza. Nilijikaza, nilijiapiza kwa dhati kabisa. Nilijiapiza kwamba nitamsahau Derek, nitaanza maisha mapya, nitajijenga upya bila yeye. Na nilipofika Tabora, rafiki yangu alinipokea vizuri kabisa. Alinikaribisha na kunitia moyo, na kesho yake nikaanza kazi yangu mpya ya kuuza baa. Mazingira yalikuwa tofauti kabisa, kelele za muziki, watu aina mbalimbali, vicheko vya baadhi ya wateja waliofika katika baa ile, na sura za wengine zilionyesha kujaa mawazo pale kazini. Nilisimama nikijisemea kwamba, nikasema hapa ndipo mwanzo wangu mpya unapoanzia. Lakini ndani kabisa moyo wangu kulikuwa bado na kipande kidogo cha maumivu ambacho hakikuwa kimepona kabisa, na sikujua kwamba kama ni kweli ningefaulu kumfuta Derek katika maisha yangu na kwenye moyo wangu, au kama alikuwa bado ana nafasi ambayo sikuweza kuifuta kiurahisi. Naam, na huo ndio mwisho wa sehemu ya 3 wa simulizi inayokwenda kwa jina la Suzi, hadithi isiyoisha. Suzi ana mengi ya kutaka kutueleza. Je, baada ya Derek kuoa mwanamke mwingine na Suzi kushindwa maisha kijijini kwao Katavi na kurudi Tabora kuanza kazi ya baa, ni kipi ambacho
kitafuata katika maisha ya Suzy? Ili kujua yote haya, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na TikTok, napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza ukasearch Chemchem ya Simulizi. Suzy, hadithi isiyoisha.